sisi Tanzania, sisi Afrika, watu tunasali makanisani, tunasali misikitini, lakini unakuta watu hao tunaosali misikitini ndio hao tunaenda kwa waganga wa kienyeji, ndio hao tunaenda kwa manabii kupewa mafuta, ndio hao tunaenda kwa waganga, ndio hao tunaenda kwa waaguzi. Kwa nini? Mimi nionavyo Afrika, sisi tulikuwa Afrika au Tanzania, sisi tulikuwa utamaduni wetu nahisi ulikuwa ni mizimu, waganga, wataalamu au wanaoitwa wataalamu. Sisi utamaduni wetu ulikuwa huko, ndio maana watu hawaachi. Unakuta mtu yuko anasema ameokoka, anasema yeye maisha yake amempa Kristo, ili akipigwa na changamoto yoyote, akipitia magumu yoyote, akapitia kuumwa, akapitia kuona mawenge aelewi maisha yake yanavyoenda katika biashara, katika kazi, katika familia, nakuta ameenda kwa waganga, ameenda kwa manabii kupewa mafuta, ameenda kupewa maji, kuombewa. Kwa sababu sisi utamaduni wetu tulizoea kwamba mtu ukipata na changamoto unaenda kwa mganga anakusaidia. Hatujui kanuni za kiundani. Yesu tuliyeletewa au Muhammad tuliyeletewa ni sio yule mwenyewe, au kuna mambo ambayo hatukufundishwa vizuri. Yani kama Biblia inavyosema kwamba wananitaja kwa midomo lakini mioyo yao iko mbali na mimi. Namtaja Mungu kwa midomo lakini mioyo yetu iko mbali na yeye, kwa sababu imani zetu bado hazipo kwa Mungu kabisa. Yani bado tunashika mawili huku na huku, na Waswahili walishasema mshika mawili moja umponyoka. Kama neno la Mathayo sura ya 15 hapa kuanzia mstari wa 8 linavyosema, watu hawa uniheshimu kwa midomo ila mioyo yao iko mbali nami, nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Ndo tunaingia hapa sisi sana wa Tanzania wa Afrika. Sisi wanadamu tuna mambo yetu, tuna nguvu ambazo tunaziamini, lakini tunasema tupo kwa Kristo. Unakuta wachungaji, maaskofu, manabii wanawaambia watu wamwamini Mungu, lakini wao wanaenda kwa waganga. Unakuta waamini ambao wanasali vizuri, akipata na changamoto wakimbilie kanisani, wakimbilie eneo la ibada, anakimbilia kwa waganga, anakimbilia kwa mabibi, anakimbilia kwa